Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Masharti ya mavazi ya mama wa Kiislamu pindi anapotoka nyumbani kwake. Taban, Uislamu hakika haujamdhulumu mwanamke au mama wa Kiislamu, bali Uislamu umekuja kumheshimisha mama wa Kiislamu. Baadhi ya kina mama wanadhana mbaya na Uislamu, lakini Uislamu si kama tunavyofikiria, bali al-Islam sharafa al-mar'a. Uislamu umemuinua mama wa Kiislamu na ukainua utukufu wake, kwani huko nyuma mama wa Kiislamu alikuwa hathaminiki, bali Uislamu umetaka wewe uyafanye haya ili ubaki katika heshima yako, utukufu wako. Idhan leo insha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa muda huu mfupi ambao Allah ametuazimisha kwao, tutaangalia masharti ya mavazi ya mama wa Kiislamu pindi anapotoka nyumbani kwake, bimaana kwenda nje ya nyumba yake. Wa hadhi shurut 8, na haya masharti yako 8. Sharti la kwanza, ashartu alawwal, sharti la kwanza, min shuruti libasi almar'a, miongoni mwa masharti ya mavazi ya mama wa Kiislamu, isti'abu jami'il badani illa mastuthniya. Sharti la kwanza ni mama wa Kiislamu avae nguo inayofunika mwili wake wote isipokuwa yale yaliyotolewa. Ni mama wa Kiislamu avae mavazi yanayostiri mwili wake wote isipokuwa baadhi ya sehemu zilizovuliwa na sheria au zilizotolewa na sheria. Sharti la kwanza ni mama wa Kiislamu avae mavazi yanayofunika mwili wake wote isipokuwa viungo vilivyotolewa na sheria. Hadha libas, vazi hili ambalo linalofunika mwili mzima, sifa yake liwe ni vazi ambalo yughatti jamia badani almar'a. Sifa ya hili vazi liwe ni vazi ambalo linafunika mwili wote wa mama wa Kiislamu. Liwe ni vazi ambalo sifa yake hilo vazi liwe ni vazi ambalo linafunika mwili wa mama wa Kiislamu wote, illa mastuthniya min qawli llahi ta'ala, isipokuwa yale ambayo yaliyotolewa katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna vitu ambavyo vimetolewa sheria, yani vikionekana sheria haikuhoji, vikidhihirika sheria haikuhoji, na hayo ambayo sheria imeyatoa ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala yubedina zinatahun, na kina mama wa Kiislamu wakiwa wanatoka majumbani kwao wasidhihirishe mapambo yao, wasionyeshe mapambo yao, ila isipokuwa vitu gani? Ma dhahara minha, yale ambayo yamedhihiri menyewe pasina ya huyo mama wa Kiislamu kujua. Kwa hiyo kwanza zingatia, wala yubedina zinatahunna. Mama wa Kiislamu wanapotoka nyumbani kwake kwenda mitaani, sokoni na sehemu mbalimbali, ahakikishe asionyeshe mapambo ya mwili wake, mapambo aliyoyavaa, illa ma dhahara minha, isipokuwa yale mapambo yaliyodhihiri pasina yeye kufahamu, pasina yeye kujua, yani pasina yeye kutambua. Kwa lugha nyepesi, hakikisha mama wa Kiislamu, idha aradti an takhruji min baitik, unapotaka kutoka nyumbani kwako kwenda masokoni, kwenda kwenye vikao na sehemu mbalimbali,
hakikisha unavaa mavazi ambayo yatafunika mwili wako wote. Ashartu thani, sharti la pili, alla yakuna hadha libas zinatan fi nafsihi, lisiwe hilo vazi lenyewe kama lenyewe ni pambo. Sharti la pili, vazi kama vazi unalolivaa wewe mama wa Kiislamu lenyewe kama lenyewe lisiwe ni pambo, au kwa lugha nyepesi lisiwe ni kivutio. Hakikisha isiwe ni pambo, isiwe ni kivutio kwa watu, isiwe ni sababu ya kufanya watu waweke mjadala. Lianna Allah azza wa jalla yaqulu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema. Kwa nini vazi unalolivaa lisiwe ni pambo wala kivutio kwa wengine? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini? Wala yubedina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao. Kwa hiyo vazi utakalolivaa isiwe ni pambo, kwa sababu ukivaa vazi ambalo ni pambo utakuwa umeenda kinyume na amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala usidhihirishe mapambo yako. Amma shartu thalith, ima sharti la tatu, an yakuna safiqan, iwe hilo vazi ni zito, la yashifu, isiwe vazi hilo linaonyesha vilivyomo ndani, na kustiri mwili wa mwanamke hakupatikani, na kustiri mwili wa mwanamke hakupatikani isipokuwa kwa kulivaa vazi hilo ambalo ni zito, ambalo halisifu mwili wake. Wa amma shafafu fa innahu yazidu fitnatan wa zina, ima vazi ambalo ni jepesi, hakika vazi hilo halitomzidishia mwanamke isipokuwa kumuingiza kwenye fitna, na hatomzidishia mwanamke huyo isipokuwa kumuingiza katika kuonekana amevaa vazi la mapambo. Wa fi dhalik, na katika hali hiyo, yaqulu sallallahu alayhi wasallam, Mtume amesema, sayakunu fi akhiri ummati nisaun, itakuja zama katika umma wangu, kutapatikana wakina mama, nisaun, watapatikana kina mama, kasiyatun ariyatun, wataonekana wamevaa hali wapo uchi. Sharti la nne, an yakuna fadfada, ni zito na ni pana, yani ni zito na ni pana, mbili zote ziwepo, liwe ni zito na ni pana. Ghaira dayiqin, isiwe ni vazi ambalo ni finyu, isiwe vazi ambalo ni finyu. Fa idha kana dayiqan yasifu shay'an min jismiha, likiwa vazi analolivaa ni finyu alafu akilivaa linachola mwili wake, vazi hilo la yajuzu laha an talbasahu, vazi hilo halitoruhusiwa kwa mwanamke huyo kulivaa. Ukalivaa nyumbani kwako kaona linabana, hilo vazi halitoruhusiwa kutoka nalo out, kwenda nalo sokoni, kwenda nalo kwenye vikao. Sharti la tano, min shuruti libasi almar'ati almuslima, sharti la tano miongoni mwa masharti ya mavazi ya mama wa Kiislamu, alla yakuna mubakharan tayyaban, isiwe hilo vazi limepigwa marashi. Ayyuma mraa,
mwanamke yoyote anapopiga manukato kisha akatoka nje, famarrati biqaumin, akapita kwa watu fulani, hata amepiga manukato alafu akapita kwa watu, liyajidu rihaha, lengo lake ili wale mabwana wale wasikie ile manukato yake yana harufu gani. Mtu anasema liyashumma rijalu rihaha fahiya zania, kwa kitendo hicho mwanamke anahesabika amezini. Sharti la 6, alla yushbiha libasa rijal, ahakikishe mama wa Kiislamu anapovaa mavazi yasifanane na mavazi ya na baba, au liwe ni vazi ambalo halifanani na mavazi ya wanamume. Alla yakuna yushbihu libasa arrijal, isiyo ni vazi ambalo linafanana mavazi ya wanamume. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Huraira radhi za Allah ziwe juu yake amepokea hadithi, anasema la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ar-rajula yalbasu libasa al-mar'a, mtume amemlaani mwanamume ambaye atakayevaa mavazi ya kina mama. Huyu ni mwanamume. Wal mar'a talbasu libasa ar-rajul, na mtume amemlaani mwanamke ambaye anavaa mavazi ya mwanamume. Sharti la 7, alla yushbiha libasa alkafirati, vazi lako mama wa Kiislamu lisio ni vazi linalofanana na mavazi ya wanawake wa kikafiri, kwa sababu Muislamu haruhusi kumwiga siokuwa nani? Muislamu. Vaa mavazi yaliyowekwa na Uislamu wetu na dini yetu. Mtume anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu fulani. Mimi napenda mavazi au mvao wa fulani, na ukanavaa vile ukajifananisha naye, na wewe utafufuliwa na hao watu. Kisha Mtume akasema almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyama, mtu atafufuliwa na yule aliyekuwa akimpenda sana duniani, aliyekuwa akimuiga kwenye kila kitu, utafufuliwa naye. Sasa wewe jiulize, je, wewe unamuiga nani? Unawaiga maswahabiati, maswahaba wa kike wa Kiislamu, au unawaiga wasiokuwa Waislamu? Sasa huyo unayemuiga kwenye kila kitu utafufuliwa naye. Ashartu thamin wal akhira alla yakuna libasa shuhratin, lisiwe ni vazi ambalo la kutaka kutamba nalo kwa wanawake wenzie. Yani anavaa vazi lengo lake kwamba ngoja nipige hili ili wakanijue kwenye kikao, ili sokoni wakanione. Yani vazi kwa lugha nyingine la kutaka umaarufu. Nataka nini? Umaarufu baina nisa, baina ya wanawake wenzio. Vazi ambalo unataka uonekane wewe ndio, yani wewe hakuna wa kukupiku. Mtume alayhi salatu wasalam anasema man labisa thawba shuhratin fi dunya, yeyote atakayevaa vazi lengo lake ni kutaka kwa vazi lile apate ushuhuri, uhodari, umaarufu kwa kupitia hilo vazi. Mtume anasema albasahu Allahu thawba madhallatin yawm alqiyama, huyo bwana, huyo mtu Allah atamvalisha vazi la udhalili siku ya Kiyama. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.